Tumsifu Yesu Kristo. Kaide kucha wapendwa katika Kristo, tunapoendelea na hija yetu, tunayo mambo mengi ya kumshukuru Mungu, lakini kwa namna pekee kumshukuru Mungu kwa hawa vijana wetu ambao kati yao miongoni mwao mmoja atapokelewa na kanisa akikiri kanuni ya imani, na wengine 10 watapokelewa na kanisa kwa sakramenti ya ubatizo, na wengine 60 watapokelewa katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunakusanyika tukimshukuru Mungu kwa hayo mengi anayotujalia, tukikusanyika kama wanakanda ya Ifucha kufanya hija hii, na kama nilivyosema kwamba leo tunafanya kumbukumbu ya nani? Ya Mtakatifu Monika. Tumsifu Yesu Kristo. Huyu alikuwa ni mama wa Mtakatifu Agustino. Mtakatifu Agustino kabla ya kuongoka kwake alikuwa ni mtu ambaye hana imani, anatenda mambo yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Mtakatifu Monika alikuwa ni mtu wa sala, alikuwa anaumia sana anapomuona mtoto wake anafanya haya yasiyompendeza nani? Mwenyezi Mungu. Na yeye kama tulivyosikia kule kwa nabii Yoshua akasema, mimi na nyumba yangu tutamtumikia nani? Mungu. Sasa yeye hakukubali kwamba aendelee kuwa katika kusali alafu mwanaye anafanya mambo yasiyompendeza Mungu. Akafanya kila namna kwa sala, wakati mwingine akimshauri ili tu aweze kuongoka. Sasa stori moja inasimulia mahusiano kati ya Mtakatifu huyu Monika na Mtakatifu Agustino. Mara nyingi walikuwa wakikaa kama familia wanafanya mazungumzo. Sasa siku moja wakawa wanafanya mazungumzo, na katika mazungumzo haya walikuwa wanazungumzia juu ya furaha. Tumsifu Yesu Kristo. Juu ya nini? Ya furaha. Na kwa bahati mbaya wanaopata ubatizo wote wamenuna. Tumsifu Yesu Kristo. Mtakatifu Agustino na Monika walikuwa wanazungumzia juu ya nini? Ya furaha. Sasa mmoja anauliza swali alafu mwingine anafaje? Anajibu. Nauliza Mtakatifu Agustino, hapo mama yake anafaje? Anajibu. Swali katika kuangalia hiyo furaha, maswali yalikuwa kama ifuatavyo, kwamba ni nini ambacho watu wanapenda zaidi, yaani ni nini lengo la uwepo wetu. Mmoja anajibu, kila mmoja anafanya jambo ili kuwa na nini? Na furaha. Tumsifu Yesu Kristo. Kila mmoja anafanya jambo ili kuwa na nini? Anayecheza mziki ili awe na furaha. Anayeimba ili awe na nini? Na furaha. Anaiba ili awe na nini? Wanapokimba. Tumsifu Yesu Kristo. Kwamba kila mmoja anatafuta nini? Furaha katika kila kitu anachokifanya. Mtakatifu Agustino anaeleza, je, hiyo furaha, kama mtu anapata furaha katika kitu anachokitafuta, hicho kitu akikipata kinamletea furaha kweli? Tumsifu Yesu Kristo. Mama anajibu, kama kile kitu anachokitafuta na kipata, lakini kitakuwa katika mpango wa Mungu, mtu huyo atapata furaha ya kweli. Tumsifu Yesu Kristo.
Kama hicho unachokitafuta unakitafuta, lakini wakati huo huo ni katika kuhusianisha na mpango wa Mungu, basi kitakuwa na furaha. Kumbe na yeye anapojibu maswali hayo ni kana kwamba anatoa fundisho kwa maisha ambayo Mtakatifu Agostino alikuwa akifanyaje, akiyaishi, kwamba chochote unachokifanya hakikisha kwa namna yote kinakuwa mtiririko wake uko katika mpango wa nani? Wa Mungu, ndipo utaweza kupata furaha hiyo. Ndipo Mtakatifu Agostino alipokuja kuongoka na kumrudia Mungu, akafikia hitimisho na kusema kwamba baada ya kuona yote aliyoyafanya na bado apate furaha, akakaa baada ya tafakari ya kina, akaja na hitimisho akisema, mioyo yetu haitatulia mpaka atakapotulia katika wewe Bwana. Tumeumbwa kwa ajili ya Mungu, na hivyo mioyo yetu haitatulia mpaka atakapotulia katika nani? Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo chochote tunachokifanya lazima tumhusishe nani? Mungu, tukitambua kwamba mioyo yetu haiwezi kutulia pasipo Mungu mwenyewe. Katika Injili ambayo tumesikia wiki nzima karibia masomo yetu ni maonyo ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anatoa kwa waandishi na Mafarisayo. Tumsifu Yesu Kristo. Waandishi na Mafarisayo wote hao walikuwa ni Wayahudi. Waandishi wao walikuwa ni wataalamu wa sheria, wamesoma sana, lakini bado ni Mafarisayo, ni miongoni mwa Mafarisayo hao. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa katika maisha yao wao walikuwa wanafahamu vitu vingi, lakini wanachokifanya nje wanapoonekana na watu ni tofauti na kile ambacho wanafanyaje, wanakiishi. Na Mafarisayo vivyo hivyo, wanaambia watu maneno mazuri, maneno ya kuwafanya watende yaliyo mazuri, lakini wao hawayaishi hayo wanayoyaongea. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio Yesu anatumia maneno unafiki. Tumsifu Yesu Kristo. Waandishi na Mafarisayo wanafiki, anairudia mara nyingi, enyi wanafiki. Jana tulisikia safisha kwanza ndani ya kikombe ndipo usafishe nje. Leo anakuja na neno lingine kwamba ni kama makaburi, nje yamefanyaje, yamepambwa, lakini kwa ndani ni uozo. Tumsifu Yesu Kristo. Nini ambacho anatuelekeza Bwana wetu Yesu Kristo? Tunarudi kule kule kwamba lazima sasa katika maisha yetu tumtangulize Mungu na tuondokane na huo unafiki. Kile ambacho tunakiishi tuwapo sirini, basi ndio hicho hicho tuweze kukionyesha kwa wengine. Tukionyesha kile ambacho tukiishi, basi tunajikuta tuko katika hao Mafarisayo, kwamba kwa nje tumejisafisha, lakini kwa ndani bado tuko wachafu. Na hilo Mtakatifu Monika hakukubali. Yeye kama yeye alikuwa anaonekana yuko safi kwa nje, lakini ndani kupitia mwanaye bado hakuko sawa. Anafuata hayo maagizo, anasafisha kwanza ndani ili aendelee kung'ana wapi? Na nje. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa wote mtakaobatizwa leo na kupokea Ekaristi Takatifu mnaalikwa kwa namna pekee kuona hayo kwamba lazima kuondokana na huo unafiki ili tuweze kuwa
watumwa wa Kristo kweli kweli, kwa sababu leo mnapobatizwa mnapokea Roho Mtakatifu na mapaji yake, lakini vile vile mnapopata ondoleo la dhambi mnafanya sasa kuwa na zawadi tatu za Kristo mwenyewe, yaani ufalme, unabii na ukuhani, kwa ajili ya kutenda kazi hiyo, kazi ya kuhubiri neno la Mungu. Na kazi hiyo ya kuhubiri neno la Mungu lazima sasa ionekane kupitia maisha yetu wenyewe, ili wengine mbali na maneno wapate kujifunza kutokana na matendo. Na Mtakatifu Karoli wa Ufuko anaeleza akisema, wale ambao watapata komunio na wote watakaobatizwa, anaalika kuunganisha maisha yako na Yesu, rafiki yako mkuu, kwamba unajiweka kuwa rafiki wa Yesu. Mtafute tena katika Ekaristi, toa shukrani kwake kwa zawadi hii ya maisha ambayo amekujalia. Ishi katika uwepo wake. Wakati wa maisha yako ambao umetumia vizuri ni wakati ambao ulimpenda Yesu sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe nipende kualika tumwombe Mtakatifu Monika ili aweze kutusaidia katika hayo yote, tukielekeza mioyo yetu ili Mwenyezi Mungu aifanye iwe nyepesi katika kutekeleza yale yote ambayo Kristo anatuagiza, na tuepuke unafiki wa hawa waandishi wa Mafarisayo. Kama waandishi wamejaliwa kipaji cha kujua sheria na wameshindwa kutimiza, basi sisi tujitofautishe nao. Tunapopewa karama mbalimbali tuzitumie kuwasaidia wengine ili wamtambue Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Amina.